Jina lake Yesu Kristo litukuzwe tena katika siku hii. Mshukuru Mungu katika wiki nyingine njema. Mtukuze yeye kwa sababu fadhili zake ni za milele na rehema zake ni za milele. Uaminifu wake ni wa milele. Mshukuru kwa sababu ana mpango mzuri na sisi wiki hii tena. Ana mpango mzuri na wewe katika wiki hii. Na jina lake Yesu likaendelee kutukuzwa. Amani ya Mungu ikae nawe na nyumba yako na familia yako yote na jamaa yako yote. Bwana Yesu aibariki na kuiponya sasa na hata milele. Amina. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya wiki tena. Mungu Baba wa rehema, tukushukuru na kutukuza. Na haja na wewe na nguvu zako na uweza wako na mapenzi yako katika vyote, mweza wa vyote. Ninaomba maongozi yako Roho Mtakatifu, sauti yako na utawala wako kwa damu ya Yesu. Mpango wote ulio uharibifu na ufutilia mbali kwa jina la Yesu. Naiomba damu yako inene mema kwa kila mmoja na nyumba yake, familia yake, wiki nzima tena Baba. Wiki nzima, mwezi wote na mwaka wote na miaka yote. Iyo damu yako ikatunene baraka, uzima na neema. Ninaomba wakati wote, saa zote na siku zote katika jina la Yesu. Asante kwa uaminifu wako, kwa wema na rehema. Mungu uliye mtakatifu na mfalme, Mungu uliye Baba na Bwana wa utukufu, kwa jina la Yesu. Amina. Mungu akubariki. Karibu tupate ujumbe tena, chakula cha roho cha kutusaidia katika safari tulio nayo. Tunaelekea katika Yerusalemu mpya, katika nchi mpya alikotuandalia Bwana Yesu Kristo. Na tuendelee kutafakari juu hii ya jiepushe na mafundisho ya uongo. Jiadhari na mafundisho ya uongo. Jiadhari na kujiepusha na mafundisho ya uongo. Tuendelee na ujumbe huu muhimu sana kwa nyakati hizi. Tusome katika Yeremia. Katika Yeremia, ukisoma maandiko, inaonekana katika Yeremia habari hii iliongeleka sana kiasi kwamba inamaanisha katika wakati wake yawezekana manabii au watumishi wa uongo wengi sana walikuwepo, na Mungu anaongea habari kwa uzito sana katika Yeremia sura ya 5. Yeremia 5 na mstari ule wa 30 nitaenda mpaka wa 31. Yeremia 5 mstari ule wa 30 na wa 31. Jambo la ajabu la kuchukiza limetokea katika nchi hii. Manabii wanatabiri uongo na makuhani wanatawala kwa msaada wa hao, na watu wangu wamependa mambo yawe hivyo. Nanyi mtafanya nini mwisho wake? Amina. Ni habari zenye uzito, na kwamba Mungu anasema jambo la ajabu tena la kuchukiza. Ni jambo la ajabu lakini pia linachukiza, kwamba anasema wako watumishi ambao wamebaki au walisimama, wamebakia na uongo, wanasema uongo, wanatabiri uongo katika nchi ambayo Mungu aliweka, au katika wanadamu ambao aliwaweka. Anasema katika nchi hii, manake mahali hapo wametokea watumishi wa uongo, wanaeneza uongo. Anasema lakini pia watumishi wengine waitwao manabii, waitwao makuhani, na wao wanasema wanatawala kwa msaada wa hao. Kwa hiyo makuhani na wenyewe msaada wao wanategemea kwa hao watumishi ambao wanasema uongo au wamejaa uongo, wanategemea kwao, kiasi kwamba hasa Mungu anashangazwa na hili, kwamba hata hawa nao tegemeo lao, na wenyewe ambao ni makuhani na ambao ni viongozi, wanategemea utumishi wa uongo kutawala au kuongoza. Mungu anasema ni jambo la ajabu tena la kuchukiza hilo. Lakini pia anauliza, nanyi mtafanya nini mwisho wake? Mwisho wa uongo, mwisho wa mambo hayo. Mungu anauliza hivi, je, watafanya nini? Mpendwa, jihadhari. Ikiwa anaonyesha kwamba watumishi hao walikuwepo na wengine wakawa wanatawala, wanaongoza kutegemea uongo, yani wote hawa ni watumishi katika kazi ya Mungu, manabii, alafu na makuhani, alafu na hao makuhani wote ni watu ambao wao katika utumishi wa Mungu, na wote wanafanya kazi ambayo ni moja, na wanategemeana katika jambo ambalo linamkasirisha Mungu na kumshangaza Mungu na kuchukiza.
lakini wao wote wanatembea katika moja. Alafu anasema na watu wameona ni sawa. Anasema watu wameona ni sawa. Anasema na watu wangu wamependa mambo yawe hivyo. Kwa hiyo inawezekana kwa wakati tulio nao kuna namna ambavyo watu wamechukulia uongo kuwa kitu cha kawaida ndani ya kanisa, ndani ya taifa, ndani ya familia, kwenye jamii ya wanadamu, na Mungu anakasirishwa na jambo hilo. Wengi wamekaa kwa kueneza uongo, na Mungu anaona jambo hilo na analikemea. Anauliza mwisho wake itakuwaje, mtafanyaje? Mtu akishadanganyika amepotea. Mtu akidanganywa, maana yake huyo anakwenda kuiacha kweli, anaelekea uongo, anaishi maisha ya uongo. Jihadhari wewe, jihadhari na jiepushe na mafundisho ya uongo, kwa sababu Mungu anakasirishwa nayo na utaangamia katika hayo. Sura ya 7, Yeremia 7, nianzie mstari wa 1 mpaka ule wa 4. Neno la Bwana neno hili ndilo lilomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, simama langoni pa nyumba ya Bwana ukatangaze hapo neno hili, ukisema, sikilizeni neno la Bwana ninyi nyote wa Yuda mnaoingia katika malango haya ili kumwabudu Bwana, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha ninyi mahali hapa. Msitumainie maneno ya uongo, mkisema hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana ndiyo haya. Jina la Yesu litukuzwe. Mungu anaweka mtumishi wake kumwambia, tangaza, watangazie watu wasikie, waambie wasitumainie maneno ya uongo. Na waambie ili nikubaliane nao na kukaa pamoja nao. Yaani Mungu akikuketisha, maana yake anapokuketisha naye yuko hapo. Anasema ili akae pamoja nao au ili akae pamoja na sisi. Sasa lazima tuache kutumainia maneno ya uongo. Tuhakikishe kinachotuongoza sio roho ya uongo, utumishi wa uongo, wala hatuenendi kwa uongo, bali tunaenenda katika kweli. Yohana 8:31, 32, 33. Yesu hapo anasema mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Na ndipo anaambia Mungu, msitumainie maneno ya uongo mkisema hekalu la Bwana, hekalu la Bwana. Mmekaa mahali, yani maana yake ni watu ambao wamekaa mahali na mategemeo yao, wanafurahia jengo kubwa, majengo makubwa ya ibada, lakini ndani yake hamna kweli ya Mungu. Nafsi zao, ibada zao na maisha wanayoishi ni maisha ya uongo. Anasema msitumainie hekalu mkisema hekalu, hekalu, hekalu. Mkisema mahali pazuri, pazuri, pazuri. Je, nafsi yako je? Anasema mwisho utafanyaje? Hakikisha maongozi yalionayo au mahali ulipo ni mahali pa kweli na kile cha Mungu cha kweli ndicho kinachohubiriwa. Maisha yako hayaongozwi na uongo, yanaongozwa na kweli. Maisha yangu yasitawaliwe na uongo, yatawaliwe na kweli. Maisha yako yatawaliwe na ukweli tupu, ukweli wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema nami nitawakalisha ikiwa mtanisikia, mtanikubali, nitawakalisha mahali hapo, nitawaendesha katika mapenzi yake. Mungu anatoa ahadi njema na nzuri kabisa. Mithali 29:12, nisome Mithali 29 mstari wa 12. Mwenye kutawala akisikiliza uongo, basi watumishi wake wote watakuwa waongo. Mwenye kutawala akisikiliza uongo, basi watumishi wake wote watakuwa waongo. Makuhani walisikiliza uongo, wakaenda kwa uongo. Anasema hata wanaowaongoza basi watakuwa, wanaotawaliwa na hapo watakuwa na wenyewe waovu. Basi watumishi wake wote watakuwa waongo. Watumishi wanaotumika naye na wenyewe watakuwa waongo. Kama mwenye kutawala anasikiliza uongo, akaubeba uongo, basi hata wale wenzake wa chini na wanaowaongoza na wenyewe wataingia kwenye uongo, kwa sababu yeye amebeba roho ya uongo, atawapelekea roho ya uongo, atawaongoza kwa uongo, kwa hiyo wataingia kwenye uongo. Haya, mstari wa 13 anasema masikini na mdhalimu hukutana pamoja,
Bwana huwatia nuru macho yao wote wawili. Hao ni maskini na wadhalimu ambao wameingia pengine kwa unyenyekevu. Mungu anasema huwatia nuru macho yao wote wawili. Haya, mfalme awahukumuye maskini kwa uaminifu, kiti chake cha enzi kitathibitika milele. Amina. Anayetawala katika kweli, anayefanya kwa haki, hana dhuluma, Mungu anafurahishwa naye, anasema kiti chake kitakuwa ni cha milele. Kiti chake cha enzi kitakuwa milele. Maanake utawala wake au utumishi wake unapewa nafasi na umilele, unapewa nafasi kubwa zaidi, unapewa nafasi kubwa zaidi utumishi wake. Utumishi Mungu anaufurahia. Lakini mwenye kutawala akisikiliza uongo, watumishi wake wote watakuwa waongo. Angalia kwamba usije ukawa umeupokea uongo au ukawa unasema uongo, maana yake hata nyumba yako itajazwa roho ya uongo. Mungu hahitaji uongo, anahitaji ukweli, kwa sababu kwake ni kweli tupu. Na ndio sababu Yesu anasema mtaifahamu hiyo kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Jina la Yesu litukuzwe sana. Basi jitahidi, jiepushe na mafundisho ya uongo, kata uongo, jihadhari, kwa sababu wako watumishi wengi wananeza uongo. Kwa nyakati hizi wako watu ambao wanahitaji kujipatia maisha, fedha na utajiri, wanajiibua kujionyesha kama watumishi wa uongo. Ndio wale Yesu alisema ni watu waliovaa ngozi ya kondoo kwa nje, lakini ndani ni mbwa mwitu wakali wenye kurarua. Anasema jihadharini na watu wa namna hii. Wanawajia wamevaa mavazi ya kondoo, lakini ndani mbwa mwitu. Anaweza kujifanya mtu kwamba leo ni mtumishi na anakutabiria na anakuambia utabiri na anakuambia vitu vingine unaweza kaona ni kweli, kumbe ubunifu, na kumbe pengine ni mapepo ya utambuzi. Jihadhari, kwa sababu kuna kitu kinaitwa mapepo ya utambuzi. Pendwa, angalia usije ukadanganyika. Angalia usije ukawa umeshadanganyika. Kama mtu amedanganywa, kinachotokea ni kutoka kwenye kweli na kuelekea kwenye uongo. Anaiacha njia ya uzima, anaendea njia ya mauti. Jihadhari. Nimalizie kwa kusoma Efeso sura ile ya 4 mstari wa 14 na wa 15. Efeso 4 14 na 15 asema hivi: ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa hila ya watu. Alafu anasema kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu, lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye, katika yote yeye aliye kichwa, Kristo. Amen. Maneno mazito mazuri kabisa. Tusiwe tena kama watoto wachanga, tukatupwa huku na kule kwa udanganyifu, tukachukuliwa na upepo, kama vile mawimbi ya bahari. Anasema kuna elimu ambayo ni kama upepo. Elimu ya uongo ni kama upepo, ambayo ina hila ya watu, kwa ujanja wakidanganya, alafu watu wakazifuata njia za udanganyifu. Angalia njia ulionayo mahali ambapo unaabudu. Jihadhari, jichunge hapo ulipo. Je, ni kweli pako sahihi? Na kweli kuhani au nabii wa hapo, tumishi wa hapo, na wewe mwenyewe, je, upo katika roho na kweli? Unamwabudu Mungu katika roho na kweli? Ukristo wako upo katika kweli, ama uko katika ujanja fulani? Asema tusiwe tena kama watoto, tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Bwana Mungu akubariki. Itafute kweli. Angalia alivyosema katika Efeso 4:15, 14 na 15. Tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Tuishike kweli, si uongo. Itafute kweli ya Mungu kila kunapokucha. Hakikisha maisha yako ni kweli, biashara yako ni ya kweli, maneno yako ni ya kweli, njia zako ni za kweli, pumzi zako zinapumua kweli, uzima wa Yesu. Kazi zako zote zikawe na ukweli.
Fedha yako ikawe na ukweli, mapato yako yakawe ni mapato yaliyo katika kweli, yasiwe katika udanganyifu. Usidanganye. Mungu adanganyiki, Mungu adhihakiwi. Bwana Yesu akubariki. Haleluya. Lihimidiwe jina lako, litukuzwe milele. Baba, Bwana wa utukufu, katika jina la Yesu ninaomba ponya nafsi za watu wako zilizodanganyika, zilizopotea, na ambao wameingia kwenye hasara na mateso. Kwa jina la Yesu ninaomba ponya moyo ule Baba, ponya fikra, ponya vijana, ponya watoto, ponya na wazee, ponya waume kwa wake. Naomba kaguse mioyo yao na nafsi zao, ili wakaishi katika mapenzi yako Baba, katika jina la Yesu Kristo. Roho wa neema, wajaze nguvu watu wa Mungu. Yesu, tuvute kwako udanganyifu ulioingia ndani, ukaondoke, ukayeyuke sasa udanganyifu kwa jina la Yesu. Ukatoweke sasa katika jina la Yesu, ukaondoke sasa katika jina la Yesu, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Jina la Yesu Kristo likaendelee kutukuzwa na mapenzi yako yakaendelee kutimizwa katika jina la Yesu Kristo. Tunazivuruga kazi zote na mbinu zote za kuzimu za yule adui katika jina la Yesu. Na ikemea roho ya uongo inayofuatilia maisha yetu, na iharibiwe na kutupwa nje. Baba, ruhusu uwezo, nguvu na kushinda wana wa Mungu wakapate kushinda na zaidi ya kushinda. Wewe ni mtakatifu na mkuu sana, Baba wa milele yote na wa utukufu, kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu akujaze, uwe na wiki nzuri iliyojaa baraka. Damu ya Yesu kunenee mema na kweli, nawe itafute kweli na kuishika kweli maisha yako yote katika jina la Yesu Kristo. Angalia usipotoshwe. Upotoshaji mwingi umeenea, udanganyifu mwingi. Roho Mtakatifu akujaze. Muombe Roho Mtakatifu akujaze moyo wako, ili usiwe mwepesi kudanganyika, kupotezwa, bali uwe imara katika Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Barikiwa sana. Ulikuwa nami mwinjilisti Elimlinzi Yeremia Mbise. Karibu sana katika YouTube channel hii, inapatikana kwa jina hilo pia la Elimlinzi Mbise. Karibu, na nikuombe ukishaingia usubscribe YouTube hiyo, kwa utukufu wa Bwana Yesu. Karibu, endelea kushiriki nasi kutuombea. Tunaendelea kujiandaa kwa huduma ya kwenda vijiji kwa vijiji kuhubiri Injili kama Yesu alivyotuagiza. Namba za simu utaziona hapo chini, ambazo ni za kushiriki kwa sadaka yako na kwa mambo mengine ya ushauri mema ambayo Roho wa Mungu atakuongoza. Namba hizo ni 0787 62 75 91. Hiyo ni ya Airtel 0787 62 75 91. Alafu ile ya Vodacom ni 0762 282 439. Jina ni Elimlinzi Mbise. 0762 282 439. Baraka ya Bwana iwe nawe katika wiki nzima. Utukufu mrudie Bwana Jehova. Amen.